Zia taarifa nyingine tukielekea huko maeneo ya magharibi ya Kenya, na ambapo familia moja kutoka eneo la Butere katika kaunti ya Kakamega iliyopoteza watu 6 katika mkasa wa Shakahola hatimaye wamefanikiwa kupata miili minne ya wapendo wao. Kulingana na George Keya Okaka, mkewe alianzisha kufuatilia mafunzo ya mhubiri Tata Paul Mackenzie tangu mwaka wa 2019 wakiwa mtaa wa Industrial Area jijini Nairobi alikokuwa akifanya kazi. Juhudi zake kumlazimu mkewe kuhamia mtaa mwingine hadi Makongeni ili kuwanusuru familia yake kutoka kwa mafundisho hayo potofu hazikufua dafu na hatimaye waliugua matokeo machungu. Kifo. Hivi sasa Okaka kupitia serikali ameweza kukabidhi miili minne ikiwa ule wa mkewe na wanawe watatu wenye umri wa miaka 15, 11 na miaka 6. Majina naitwa George Keya Okaka. Natoka sehemu ya Western pande ya Butere Sub County, Kakamega County. Mimi nilikuwa hapa mwezi wa 3 nikaleta DNA kwa ajili ya bibi yangu na watoto wangu 5. Kwa saa hii wenye wamepatikana ni miili minne, bibi na watoto 3, wengine hawajapatikana. So kwa saa hii nataka niregee kwa mikono ya wazazi, tupange vile tunaweza fanya mazishi. Tuko hapa Malindi Sub County Hospital katika mochari hii katika ile hali ya kuweza kupeana mili ya wale ambao walikufa katika Shakahola. Na process hii ni muhimu kwa sababu ile kesi ambayo inamkabidhi Mackenzie ni lazima iwe na majina ya wale watu ambao walikufa katika Shakahola, kwa sababu hatuwezi kuwa na kesi tu ya anonymous bodies ambayo zilipatikana Shakahola. Kwa hivyo process hii ya DNA ilipofanywa toka jana wameanza kutoa mili ya wale ambao DNA ziliweza kumatch.